Yo, it's me bin_Yusuf 23. Usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya TNCTZ, maana kusubscribe utaweza kujipatia trending zote zinazoendelea mitandaoni hapa ndani ya Trending Biz kupitia ukurasa wako wa TNCTZ. Ndio sehemu pekee itayokuletea updates zote zinazoendelea mitandaoni. Lakini as long as you know, sometimes huwa tunapeana background kidogo na huwa tunaambizana kuna baadhi ya watu ambao waliweza kufanya makubwa, na makubwa hayo aliweza kufanya kwenye upande wa muziki, lakini kwa upande wa filamu na mambo mengine. Sasa kwa upande fulani hivi kulikuwa kuna mwamba mmoja ambaye ni Hita, yani kiufupi kwenye ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kufanya makubwa, lakini ukiachana na kufanya makubwa kwenye historia ya Bongo Flava, aliweza kubadilisha muziki kiaina yake. Yani kiufupi unaweza ukamuita mfalme kwa upande wa kipindi kile cha old school, wenyewe wanaita enzi zile. So mtu mwenyewe ni King Crazy, na kiufupi King Crazy GK maarufu kama Crazy GK ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kufanya makubwa katika Bongo Flava, lakini sio katika Bongo Flava tu, mpaka katika filamu. Na kweli mpaka kufikia sasa hivi imekuwa kama jina lake linaelekea kusahaulika. Lakini ukizungumzia muziki wa Bongo Flava, majina kadhaa pia yanatambulika kama icon kama Professor J, Juma Nature, Afande Sele, P-Funk, Master J na kadhalika. Wachache sana watamtaja GK. Kwa sababu gani? GK alikuwa ni moja kati ya wasanii wakubwa, lakini kiufupi kama nyota yake imezima, kiufupi amekuwa akisahaulika. Lakini kiukweli tunakosea sana, jina la King Crazy GK linatakiwa liandikwe kwa wino wa dhahabu. Kiufupi yani anatakiwa atajwe kwa heshima kubwa, kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao walifanya makubwa, walibadilisha muziki wa Bongo Flava. Kati kipindi kile unaanza kubamba Bongo Flava, yani kila kona ndani na nje ya TZ ulibase kwenye upande wa audio, na kwa kiasi kikubwa wasanii wengi hawa huwa wanamiliki 100% ya muziki wao studio, kama Bongo Records ama AJ Records ndio waliokuwa wanamiliki haki za nyimbo nyingi. Lakini sasa muziki ulishikwa na wadau kama Chief Kiumbe, Abdul Bonge, Ruge Mutahaba, Felician Muta na kadhalika. Kifupi wasanii hawa huwa na uwekezaji zaidi ya uandishi wa ngoma na kuimba tu, yaliyobaki yalikuwa chini ya wadau. Yani kifupi 70% walikuwa wamiliki, wanaomiliki nyimbo walikuwa ni maproducer. Those guys ambao walikuwa wakiproduce muziki ndio walikuwa kimiliki muziki hiyo ya kizamani. So wale wasanii walikuwa kwenye upande wa kuimba plus kutunga tu nyimbo, lakini beats nini, usambazaji wa muziki na nini ulikuwa uko chini ya maproducers na baadhi ya wadau ambao wanafuatilia muziki pamoja, walikuwa wakiingiza kwa design hiyo. Lakini MJ na Bongo Records ndio moja kati ya place ambao walikuwa wanatoa hit song kwenye muziki. Hivyo zilikuwa busy na foleni kubwa sana kufanya kazi na hao jamaa. Ilikuwa kipengele kidogo tu alipokuja Mika aliokoa jahazi, ambaye ndo King Crazy. We can call him Crazy GK King. Alikuwa miongoni mwa wasanii wa mwanzo kuwekeza pesa zao kwenye muziki, yeye na rafiki yake D-Lop, marehemu, rest in peace D-Lop. Chini ya producer John Mahundi mambo yakaanza kubadilika. Kwanza game ikatoka kuwa ya audio na kuhamia kwenye videos, tena videos kali. Tukaanza kupenya kwenye channels kubwa Afrika. GK aliwekeza kwenye kundi la East Coast ambalo lilitikisa nchi na kuzalisha mastaa wakubwa kama AY, Marefei, Oten Paulin, Zongo na Katike. Alikuwa yuko mbele ya muda na alikuja na brandi yake ya nguo ambayo ilikuwa inaitwa Kiraka, wengine wakafuata. Yani kiufupi on most of the things ambazo zina happen katika muziki au katika industry ya Bongo Flava ilitokana na mwamba GK. Yani kiufupi yeye ndo msanii wa kwanza kuweza kujimiliki mwenyewe na muziki yake kuweza kuproduce na kuweza kusambaza mwenyewe. So kwa upande fulani tukiwa tunalitaja jina yake Crazy GK, inabidi litajwe kwa heshima kubwa sana. Pia alikuwa na muziki, alikuwa na elimu kubwa kwenye upande wa muziki. Kiufupi alikuwa na biashara ya muziki, alikuwa anaijua kinje ndani. Lakini pia GK anakumbuka zaidi kwa ngoma ya karne ya maombolezo aliyomwimbia D-Lop, ambayo ilikuwa inaitwa Tunakukumbuka Daima Milele. Tunakukumbuka daima milele.
ambayo aliimba pamoja na TID, na itaendelea kuwa wimbo bora wa maombolezo nchini. Yani kiufupi, hata sasa hivi ukienda kwenye masuala ya maombolezo, weza kutoipiga ngoma ya tunakukumbuka daima milele, yani it's just like kama maombolezo hujaweza kuyakamilisha kiufasaha. Kiufupi GK hata alipoingia kwenye filamu pia alifanya vizuri, kwani filamu ya Girlfriend itabaki kuwa ndio filamu bora ya muziki inayohusiana na maswala ya muziki. Ulikuwa nami bin_Yusuf 23. Sawa subscribe kwenye YouTube channel yetu ya TNC TZ, maana kusubscribe utaweza kujipatia trending zote zinazoendelea mitandaoni ukiwa nami hapa ndani ya Trending Biz. See you until the next time.